nimefurahi bwana ndugu yangu kuona. Najua umepokea simu nyingi sana weekend ama sio? Na mimi nimefurahi kukutana na wewe Mavara kwa mara nyingine tena, lakini kubwa tumeshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa sababu ndio kila kitu, ndio amesababisha sisi tukutane. Laiti kama angeamua kufanya maamuzi, sisi tusingekuwa na uwezo wa kukutana. Tungekuwa na uwezo wa kuweza kuchukua nafsi zetu. Alikuwa na uwezo pia kutupa maradhi, kuona namna ambavyo tukashindwa kuamka asubuhi na kukutana, lakini tumekutana katika Jumatatu nyingine. Jumatatu mwanana, Jumatatu ambayo mimi naamini yenye baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kubwa ni kumshukuru yeye tu aliyetuumba. Weekend ilikuwa ya namna gani? Ilikuwa ina uchungu kiasi gani? Weekend ilikuwa nzuri. Weekend haikuwa ya uchungu kama jinsi ambavyo ninavyofikiria, lakini mimi naamini kwamba weekend kwa wana Simba ilikuwa nzuri. Weekend ilikuwa mwanana kimsingi, kwamba mimi naamini kwamba umefocus kuona namna ambavyo Simba walivyopokea matokeo, kwa maana kwamba tumepata kipigo kutoka kwa Singida Big Star, lakini naamini kwamba ni matokeo kama matokeo mengine, matokeo ya mpira, ni matokeo ambayo tukutarajia lakini yameshatokea. Hatuna namna, kimsingi lazima tuweze kuyakubali na tuona namna ambavyo wapi tulikosea, tunajipanga tena ili kuhakikisha kwamba tunakwenda kumalizia kwenye mashindano ambayo lobaki. Tulishiriki mwaka huu katika mashindano matatu, maana yake tunakwenda kuzungumzia shirikisho barani Afrika. Tumefanikiwa kwa kuingia robo finali ya shirikisho barani Afrika. Tulitegemea kwa mashindano ya pili ni CRDB Federation Cup, tulitegemea kufika finali na kuchukua kombe. Kwa bahati mbaya mpira umekwenda kuamua, mpira na matokeo katili. Tumekubali kwamba tumeishia nusu finali, kwa maana kwamba tumetolewa na Singida Big Star. Tunawapongeza Singida kwa kufanikiwa katika hilo, lakini bado shindano moja linabaki la NBC, ambalo na imani kwamba kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya ligi tunakwenda kucheza tarehe 15. Uwanja ule yes, kwa Benjamin alifanya mambo. Uwanja ule ambao umetolewa na Singida Black Stars. Yes. Yaliyosemwa na watu kwamba Singida imekuwa ni bora zaidi msimu huu kuliko Simba. Unaweza kusema kwa mchezo mmoja, lakini kumbuka kwamba Singida mwaka huu tumekutana nao kwenye michezo mitatu. Michezo miwili kwenye ligi ya NBC na mchezo mmoja kwa CRDB Federation Cup. Michezo miwili kwenye ligi ya NBC tumefanikiwa kuchukua point 6 zidi ya Singida Big Star. Naye amewini kuchukua point 3 zidi ya mechi ya CRDB. Kwa hiyo wewe utajumuisha katika michezo mitatu na matokeo haya, alafu kama unafikiri kwa kutumia akili utaenda kujua kwamba nini kimetokea. Lakini Singida amekuwa bora sana. Wewe kwa mtazamo wako, lakini mimi nimekuambia Singida mwaka huu amekutana na Simba mechi 3. Sawa. Mechi 2 za NBC. Mechi moja ya CRDB. Chukua pointi mechi zote 3 ziweke pamoja, afu tengeneza msimamo wa ligi. Wanasema mechi ya mwisho mlishinda kwa mbinde sana. Haya ni maneno yanefungwa. Sehemu yote ambapo msiba unapotokea lazima watu wanatafuta sababu. Risasi familia. Leo ukizungumzia risasi kwamba familia, basi zungumzia na marefa wote wa Afrika familia, kwa sababu Simba amecheza finali ya shirikisho barani Afrika. Simba kucheza finali. Sawa. Ya shirikisho barani Afrika. Ndio mashindano ya pili kwa ukubwa kwenye bara la Afrika ya vilabu. Hata CRDB ni kombe kubwa sana. Kwa mtazamo wako, siwezi kukatalia, kwa sababu kuna wanadamu wawili. Kuna mwanadamu anafikiri kwa kutumia kichwa na kuna mwanadamu anafikiri kwa kutumia miguu. Huyo wa miguu ndo wewe. Ni mimi. Alajiga amekuwa bora sana. Na kwa nini nasema wanafikiria kwa kutumia miguu? Simba katika finali alicheza. Alichezesha risasi. Tumeshahama huko kwenye kombe la shirikisho. No, twende taratibu. Twende taratibu tupeane somo. Tuko CRDB, hakuchezesha risasi. Taratibu. Simba kwa kwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika alipigiwa kura. Hapana, kupiga kura. Wewe unaamini kwamba ubora wa shirikisho barani Afrika, CRDB Federation Cup Tanzania, yapi mashindano bora? Kwangu mimi atakuwa ni ya shirikisho barani Afrika. Maana yake kwamba twende taratibu, twende taratibu. Kwa ukubwa. Ubora huo ufanani. Ukubwa unakuwa ufanani. Kwa CRDB leo kombe dogo. Leo hii sisi Simba sijatamka CRDB kombe dogo. Twende hoja kwa hoja. Maana yake mimi naamini tumekutana wote tunafikiria kwa kutumia kichwa. Achana na wale wanaotumia kufikiria kutumia nini? Miguu. Sema nijumuisha na mimi Kisugu.
Finali ya shirikisho barani Afrika. Simba kupigiwa kura kafika pale kwa ubora. Afrika unazungumzia makombe makubwa mawili. Champions League ambalo wenzenu walitolewa hatua ya makundi na shirikisho barani ambao nyinyi mmefika finali. Sasa hivi ukiachia Tanzania, Simba akichukua ndege akiteremka Kenya, anaitwa mwana finali wa shirikisho barani Afrika kama wenzenu zamani. Sio ni vizuri? Kwa hiyo leo hii waandishi msikubali kubeba propaganda ambazo haziendi kufundisha watu. Kisugu. Leo hii waamuzi mnaozungumzia kwenye nchi hii, sisi wakati tunazungumza waamuzi kwenye nchi, waandishi hamkutunga mkono. Makosa ya kibinadamu yaliyokwenda kufanyika kati ya mechi ya Simba na Dar es Salaam Africans, muamuzi akiwa mdogo wangu Kayoko. Ramadhani Kayoko. Mkamcharua kweli? Mwandishi gani? Mchambuzi gani aniyefikiria kwa kutumia miguu aliona namna ambavyo makosa ya kibinadamu Kayoko aliyafanya? Mcharua pia Kisugu. Kayoko. Lakini tuache na hayo. Mavara. Yako magoli ya mkono, ushahidi wa TV leo zipo. Kisugu ni kwa zamani sana hiyo. Si amistambwe. Sio amistambwe, ligi hii. Ya juzi. Kisugu. Tafuteni vitu vya kuzungumza waandishi. Kisugu, sawa. Simameni kwenye mstari waandishi ili watu wakajifunze. Mimi nilitegemea kuna maswali ambayo Mavara ungekuja kuniuliza ili watazamaji wako wakienda kujifunza. Tanzania hapa au Afrika hapa kuna watu wa namna mbili leo Mavara nataka nikwambie. Kuna Waafrika weusi na kuna Waafrika weupe. Kwa kuna mchanganyiko sisi. Jana Waafrika weupe wamekwenda kuwafundisha Waafrika weusi moja ya uzalendo kwenye nchi yao ni nini. Afrika weupe kwenye finali ya klabu bingwa. Mavara mbona unakimbia haraka haraka? Salamu bado hujanijibu. Leo hii Waafrika weupe wanakwenda kuwafundisha Waafrika weusi wa uzalendo, hususan kwenye football kwenye nchi yao. Timu zinapokwenda kufanyaje? Kukutana na nchi ambayo moja ndani ya nchi yao na timu ambayo inatoka nje ya nchi. Jana tumeshuhudia kwa mara ya kwanza mashabiki wa Zamalek wanaisupport Pyramids. Jana tumeshuhudia mashabiki wa Al Ahly na jezi zao wanakwenda kuishuhudia na kuisupport. Hapo hapo Kisugu. Mavara tulia, lakini nchi hii nimemwona mheshimiwa mmoja anatoka katika jimbo ameshindwa kujificha, unaonekana amekwenda kuisaliti hata serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Wanapongezana Dodoma. Huyu ni mheshimiwa. Anafanyaje tena? Kisugu. Mavara tulia. Wewe umekuja ofisini kwangu. Nimekuja. Umeletea mimi maiki ili nifanyeje? Nizitafune? Hapana. Niache niongee. Kama unaogopa zima maiki zako, kusanya kamera nenda. Nazungumza mimi. Lazima. Utoe moyoni bana Kisugu. Inafika mahala viongozi walioaminiwa kupewa dhamana kwenye nchi hii wanakwenda kuwasaliti wale ambao waliowapa dhamana kwenye nchi hii. Yuko mheshimiwa. Na hawa ndio unafika mahala wanatengeneza taswira. Sisi wana Simba wa Dar es Salaam, wana Simba wa bara, tuamini kwamba Zanzibar sio sehemu salama. Ni nani mheshimiwa huyo Kisugu? Kwa nini? Wajimbo moja la mjini kazungumza akiwa Dodoma. Anawaambia mimi nitaka kuona ajabu, nidhalilike wa watu waje kuchukua kikombe kwenye jimbo langu. Wewe kuona hiyo video? Ukoona? Nitaenda kuitazama Kisugu. Mavara tuseme ukweli, ukweli unamwacha mtu kwa nini? Kwa huru. Nimwambie rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar aliyewateua ndio waliyemsaliti. Kama zito haya Kisugu. Sio mimi, wamesema wenyewe. Juzi wamekutana kule katika mkutano wa chama wanapongezana. Kwani ukuona Mavara? Mwandishi gani hata jambo lile dogo ukuona? Unanipa mashaka Mavara. Mimi sikuiona Kisugu, naenda kuiona sasa. Naenda kuitazama. Moja ya sifa ya mwandishi ni kuwa jasiri kutafuta habari na kuzitoa eneo lolote. Hizi habari kama unaacha mimi nizitoe namna ambavyo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar watu walivyokwenda kuisaliti kwa kuipa support Simba. Unanipigisha shoti. Ngoja kwanza nikaitazama.
Kisugu kumbe ulikuwa na moyoni muda mrefu. Mabara. Lakini Kisugu hapo kwenye mashabiki. Kwa nini mliwapiga mashabiki wa Yanga?